kama Ibrahimu alikupa sadaka zake Bwana. Ndio maana Mungu ukamtazama, ukaachilia agano lake ndani yake. Na ndio maana leo Mungu, wa Tanzania tunaomboleza, wa Tanzania tunakuja kwako Bwana, ili Mungu ukafanye tena agano na sisi. Mioyo yetu ikakugeukie wewe Bwana, mioyo yetu yachane na madhabahu za mizimu, ikugeukie wewe Mungu, ikuite wewe Bwana, ikuabudu wewe Mungu katika roho na kweli. Baba tunakulilia, Mungu usinyamaze, Mungu usinyamaze, Mungu usinyamaze. Geuza mioyo ya Tanzania Bwana, geuza mioyo ya wababa, geuza mioyo ya wamama, geuza mioyo ya mabinti, geuza mioyo ya vijana, geuza Bwana, ikugeukie wewe Mungu wa kweli, ikugeukie wewe Bwana. Geuza na sadaka zetu Mungu, zigeuze Bwana, zigeuke kwako Mungu, ili Bwana ukashuke na nguvu zako, ukatutenge na ule uharibifu, ukatutenge na yale mateso Mfalme. Mungu tunakuomba, ni saa ambayo Bwana hakuna kingine kinachopaswa kuabudiwa zaidi yako wewe Mungu. Na ndio maana tumetambua ya kwamba sadaka zetu zilizotolewa na kizazi cha kwanza mpaka cha 4 zinaweza zikawa ni sababu ya kutuchelewesha, zinaweza zikawa ni sababu ya kutuzuilia tusiweze kukuabudu wewe Mungu katika roho na kweli. Ndio maana tunakuja kwako Bwana, ikiwa ni sadaka Mungu. Leo tunayo damu yako Yesu iliyo takatifu, ambayo Bwana inaweza kusimama mahali palipobomoka na kututenga tena na uharibifu, na kututenga tena na mauti, na kututenga tena na mateso, na kututoa mautini na kutuleta uzimani Bwana. Ndio maana tunaikiri damu, ndio maana tunaiamini damu ya Yesu Kristo. Hakuna kingine tunachoweza kukiamini zaidi ya damu ya Yesu Kristo, kama sadaka yenye mamlaka kuu, inaweza kututoa mautini na kutuleta uzimani Bwana, inaweza kututoa mahali popote ambapo tulipeleka sadaka zetu, mioyo yetu ikageuzwa, badala ya kukuabudu tukaanza kuabudu wanadamu. Wengine wakaabudu miti, wengine wakaabudu mawe, wengine wakaabudu sanamu, wengine wakaabudu vitu visivyofaa. Ni saa nyingine tena Bwana, tunaikiri damu yako Yesu, damu yako Yesu yenye uwezo wa kumwagika na kututoa na kuondoa mioyo yetu, iache kuangalia vitu visivyofaa Bwana, tukutazame wewe Mungu wa kweli. Baba tunaikiri damu yako Mfalme wa mbingu na nchi. Baba tunaimimina damu ya Yesu Kristo kwenye mioyo ya Watanzania. Tunamimina damu ya Yesu Kristo ikakomboe huu moyo wa Mtanzania, ikakomboe huyu moyo wa mwanamke huyu, baba huyu na kijana huyu. Damu yako Yesu Kristo, maana imeandikwa, basi fahamuni ya kwamba mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo kama fedha wala dhahabu, bali ni kwa damu ya mwana kondoo Yesu isiyokuwa na waa wala kunyanzi. Baba tunaikiri hiyo damu, damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, damu ya Yesu kama sadaka inaweza kututenga na madhabahu yoyote ambayo imetushikilia, iliyopata uhalali kutokana na sadaka yoyote ambayo tulipeleka kwenye madhabahu yoyote ile, na hiyo madhabahu ikageuza mioyo ya Watanzania, badala ya kumwabudu Mungu ikaabudu vitu vinavyoonekana. Leo tunaikiri damu ya Yesu Kristo, tunaikiri damu ya mwana kondoo Yesu, tunaikiri damu ya Yesu Kristo kwenye kila moyo, kwenye kila moyo ambao ulishikiliwa kwa njia ya sadaka. Damu yako Yesu ipite, ipite kwenye misingi yetu, ipite kwenye misingi, ipite kwenye misingi ya kona koo, ipite Bwana, ipite, itikise, itikise ile misingi, itikise ile misingi, iondoe uharibifu, iondoe giza, iondoe upofusho kwa jina la Yesu wa Nazareti. Na kila fikra ambayo ilikamatwa kwa njia ya sadaka Bwana, tunakuomba leo kupitia mamlaka damu ya Yesu Kristo Bwana, hizo fikra zikaachiliwe, hizo fikra zikaachiliwe, hizo fikra zikaachiliwe, ili Watanzania wakuabudu wewe Mungu, ili Watanzania wamwabudu Mungu wa kweli, ambayo Bwana ndiye anayestahili kuabudiwa, maana ndiye muumba wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Yeye ndio mwenye enzi na mamlaka yote. Hakuna mwingine anayeweza kuabudiwa zaidi ya Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu aliyeko ambaye uko Baba mwenye enzi na mamlaka yote. Wewe ndio tunastahili kukuabudu Bwana, na ndio maana tumekulilia Mungu, ndio maana tunakulilia Baba, maana tulitambua kwa
kwamba tumeacha njia. Ni saa imekuja Mungu wa kuabudu wewe, inakupasa kukuabudu wewe katika roho na kweli. Mungu, tuko mbele zako Baba, tuko mbele zako. Ona huyu aliyeshikilia sadaka yake Mungu, ambaye ameiweka kama sadaka ya ukombozi, ya kumtenga na madhabahu zomshikilia. Baba, ninaomba hii sadaka anapozungumza nayo Bwana, ukatende kitu kwenye maisha yake, ukamtenge na mateso, ukamtenge na sadaka nyingine zote ambazo zilikuwa zinawashikilia kwa walali. Baba, ninairuhusu damu ya Yesu itembee nyumba kwa nyumba, itembee mtaa kwa mtaa, itembee kijiji kwa kijiji. Damu ya Yesu ipite wilaya kwa wilaya, damu ya Yesu ipite mkoa kwa mkoa, damu ya Yesu ipite kwenye vijito vya maji, kwenye hali ya hewa. Damu ya Yesu ipite kwenye mawe makubwa ambako Watanzania walipeleka sadaka zao. Damu ya Yesu Kristo ipite huko. Damu ya Yesu ipite kwenye makaburi. Damu ya Yesu na ajili ya tikisiko la damu ya Yesu Kristo, kama sadaka ya ukombozi, kama sadaka ya kututenga na kila uharibifu Mungu, ili uchumi wa Tanzania ukaachiliwe. Ni lazima sadaka damu ya Yesu ipite. Ni lazima sadaka damu ya Yesu ipite, ikomboe uchumi wa Watanzania, ikomboe uchumi wa Watanzania. Popote uchumi ulikopelekwa, damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kushikilia na kukomboa uchumi wetu usishuke. Wakati kama huu, majira kama haya, uchumi wa Watanzania ukabalansi Bwana, usishuke Mungu mtakatifu, maana tunausimamia na damu ya Yesu. Tunasimama na wewe, maana fedha na dhahabu ni mali yako Mungu, ni maneno yako Bwana, na unaliangalia ili ulitimize. Rabosaya Bwana, unaliangalia Rabosai Karabokuri ya Bwana. Oh Yesu, nakuomba, Yesu nakuomba, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Inuka kwenye kiti chako cha rehema na neema. Inuka Bwana, kile kiti chako cha enzi, kile kiti chako cha rehema, kinuka Bwana, kikashuke tena kwa ajili ya Watanzania. Oh ribosaka rabokuria Bwana, inuka utende, inuka Bwana utende, inuka Bwana utende, inuka kwa ajili ya Watanzania. Mungu tunakuomba, wewe ni baba yetu mfalme, ni baba usiyeshindwa na jambo lolote, ni baba usiyekwama, ni baba usiyezuiliwa, ni baba mwenye nguvu za kufanya. Na ndio maana mawazo yako si mawazo yetu, na njia zako sio njia zetu Bwana. Wewe uko juu ya vyote mfalme. Baba, tunakulilia Mungu mwenyezi. Oh, angalia mioyo yetu Bwana, angalia mioyo yetu Mungu, angalia Bwana, angalia Mungu. Baba, angalia mioyo yetu. Tunakulilia wewe, tunakulilia, tunakulilia Yehova Nisi, tunalia Baba, tuhurumie tena Jehova, tuhurumie tena mfalme wa mbingu na nchi, tuhurumie tena Baba, tuhurumie tena Baba, tuhurumie tena Baba. Tusamehe Mungu, ukaliponye taifa letu, ukaponye taifa letu, ukaponye kanisa la Tanzania, ukaponye Watanzania Mungu, ukaponye wafanyabiashara ambao wanalia kwa ajili ya uchumi wao Mungu, ukawaponye Bwana walimu wanaolia kwa habari ya elimu ya shule Bwana, ukafanye kitu Mungu. Tunakuomba Mungu, hatukuzuilii wewe, una uwezo wa kufanya kwa mapana kuliko hata sisi tunavyoomba Mungu. Roho Mtakatifu tunakuomba, tunakuruhusu, maana wewe ni msaidizi wetu. Tuombee kwa Baba kwa namna ya kugua, tuombee ipasavyo Bwana kwa habari ya taifa, kwa habari ya uchumi wetu, kwa habari Mungu mtakatifu ya sadaka ambazo tumetoa kwenye madhabahu zisizo sahihi. Roho Mtakatifu pita kwa ajili ya kila moja ambaye analia. Roho Mtakatifu usinyamaze, pita, maana wewe ni moto, una mamlaka ya kututenga, una mamlaka ya kututoa kwenye uharibifu, una mamlaka Roho Mtakatifu. Ndio maana tunakutegemea Jehova, tunakutegemea. Hatuwezi peke yetu Mungu, hatuwezi peke yetu Yesu, Yesu hatuwezi. Yesu tunakuhitaji sana, Yesu tunakuhitaji sana, Yesu tunakuhitaji sana Baba, tunakuita, tunakuita Mungu mwenyezi, tunakuita Baba yetu. Shuka Bwana mara moja tena, mara moja tena. Tikisa korona Mungu, uiondoe ndani ya taifa letu Bwana. Itikise Mungu mwenye uwezo.
zinaangamia Bwana. Baba, tumekujeukia Baba, wewe ni baba yetu, utusamehe Baba, utusamehe Mungu, tusamehe Mungu. Wewe ni Mungu, utabaki kwa Mungu, utabaki kwa Mungu. Baba, utugeuzie tena uso wako, geuza uso wako Bwana. Tunaona Mungu Sauli alivyoanguka, Mungu Sauli alivyouawa Gideoni, Mungu ukamshusha ghadhabu yako, lakini Daudi naye alimtafuta uso wako kwa sababu ya Sauli alikuwa ameuawa Gideoni. Na si hivyo tumeua watu kwa siri, tumeua watu Bwana, mke tumeategea mitego wakafa kwa ajali, au umeua kwa namna yote ile Bwana. Ndio zile dhambi ambazo ziko ndani ya Tanzania, ndio zileta ile damu ziko kwenye ardhi ya Tanzania. Baba, tuko mbele zako, Baba, tuko mbele zako Mungu. Napiga magoti mbele yako Bwana. Baba, kumbuka rehema zako, maana umesema ikiwa watu wangu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni. Maadhi ya watu waomba mahali hapa. Mungu, tumekuja. Mungu, tumekuja Baba Mfalme, usikie maombi yetu, Bwana, sikia maombi yetu Mungu, sikia kilio chetu Baba Mfalme. Tumekuja ukiwa peke yako, kama ulivyosema, tukisigairi dhambi zetu Baba utatusikia, utafungua macho yako Mungu, utusikilize tena Baba. Niko mbele zako na kuja jeshi la Tanzania Bwana, na kuja na Tanzania wote, na kuja na dunia nzima Mungu, na ile mbele zako kwa sababu hii dunia ni wewe uliyeiumba, ukawapa watu wewe peke yako Mungu. Wewe peke yako Mungu uliweka bahari na nchi kavu pia. Wewe Mungu ulifanya maajabu, hii dunia Mungu. Viumbe vipo viko duniani, miti na wanyama na samaki, lakini ukampa mwanadamu akili ya kuvitawala. Lakini badala ya kututawala tukatumia vibaya Mungu, tukaharibu rasilimali zako Mungu, tukatumia vibaya Mungu, tukatumia vibaya ulimwengu. Baba, tunakuja kwako, tunaomba rehema zako, tusamehe. Tumeomba rehema zako, tumesamehe Baba Mfalme. Baba, chuki imetawala Mungu, hata dhambi za uchawi zinaonekana kwetu. Tunaroga Bwana, tunaendana kwa waganga wa kienyeji ili kuangamiza wengine Mungu, baada ya kwenda kwa mganga Yesu kwenda kuomba msaada. Tunaona wivu wenzetu wakifanikiwa. Baba, tunaomba rehema zako Mungu. Machukizo yako mengi Mungu, kuna machukizo ya kila staili katika dunia Mungu, na ndio maana chemecheni corona hakuna ile kugeukia hata mmoja Baba Mfalme, hata kama kuna wale kugeukia, lakini Baba Mfalme mioyo yao hawajaiachilia moja kwa moja Baba Mfalme, wanakuomba kijuujuu, tunatubu kijuujuu Mungu, tunakuja mbele zako Baba Mfalme. Baba, tunatubu kutoka vilindi vya moyo, kama ulivyomrehemu Daudi alivyotunga Zaburi ya 51 Baba Mfalme, ukamrehemu. Nasi tunakuomba uturehemu tena Mungu, tunakuomba tena uturehemu tena Mungu. Mungu, machozi yetu yako kwenye kitabu chako, Baba Mfalme. Kusanya machozi yetu Mungu, yaweke kwenye chupa, yatazame asubuhi, mchana na jioni. Maombi ya Watanzania Mungu, angalia tulipojidili Mungu, tumejidili Baba Mfalme. Baba, tunaomba rehema zako, tunaomba masamaha yako Bwana, tunaomba masamaha Mungu, tunaomba masamaha Mungu. Damu ya Yesu Kristo tunahitaji, damu ya Yesu Kristo ituokoe, damu ya Yesu tuoshe, Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo tutakate Bwana, tuwe kama terie Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Mungu. Hakuna jina jingine zaidi ya jina la Yesu Mungu. Tunakuja mbele zako Bwana,
katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu Baba rehema, Mungu utusamehe tena, utukubali tena, kubali toba yetu Mungu, kubali toba ya watoto wako, kubali toba ya watoto wako Mungu, kubali maombi yetu Baba Mfalme. Tunaomba rehema zako Mungu, utuwezeshe kukutolea sadaka za kukuridhisha Mungu, maana uovu wote huu Baba Mfalme wa mbinguni utaondolewa na sadaka za amani Baba Mfalme, sadaka za maana, sadaka inakupendeza Mungu. Tunakutolea sadaka makombo, tunakutolea sadaka zile ni change, na ndio maana umekasirika Mungu. Hata tukilima tukutolee sadaka, tukifuga tukutolee sadaka, na ndio maana umepigaje kwa kila kitu. Baba tuko mbele zako Baba rehema, Mungu mtakatifu, Mungu mtakatifu, wewe mtakatifu peke yako Bwana, ni wewe peke yako mtakatifu, wewe tunakusujudia Mungu, wewe tunakusujudia wewe peke yako Mungu. Hakuna mtu mwingine anayestahili kusujudiwa, ni wewe peke yako, ni wewe Alfa na Omega, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Baba tumesarenda kwako wewe ndiye Alfa na Omega, tumesarenda kwako, hakuna mahali pengine Baba Mfalme. Tukutafakari usiku na mchana Bwana. Baba tuwezeshe Mungu, kama ta nafsi zetu, kama ta mioyo yetu Baba Mungu ikuelekee wewe, ikuabudu usiku na mchana. Tupe nafasi Bwana ya kuingia kwenye toba kila wakati. Tukitembea Baba tunaingia kwenye toba, maana saa zote mwanadamu ana maovu, anawaza mabaya, ananena mabaya, katika jina la Mwana Yesu Kristo Nazareti. Baba baada ya kukutaja jina lako tunaanza kutaja wengine. Tumekuwa na roho ya husuda Mungu, wengine wakifanikiwa tunawaonea husuda, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu uliyeketi mahali palipoinuka, mahali patakatifu, ninashuka mbele za uso wako majira na masaa haya Mfalme amani. Ninajiachilia mbele ya kiti chako cha rehema Mfalme wa mbingu na nchi, nikikushukuru kwa ajili ya majira na masaa haya tena Bwana, ambako tunaendelea kusogea mbele za uso wako wa Tanzania. Tunaendelea kuja mbele ya kiti chako cha rehema Mfalme wa mbingu na nchi, kwa habari ya maisha yetu na taifa letu la Tanzania Bwana. Na mimi ninakuja kwako Mfalme amani, maana ni Mungu mtakatifu, hakuna zaidi yako Bwana. Ninashuka mbele za uso wako, ninashuka mbele ya kiti cha rehema Bwana. Ninatubu na kuomba toba na rehema, ninatubu na kuomba masamaha Mungu, ninatubu na kuomba utakaso Bwana. Turehemu na kutusamehe, turehemu na kututakasa, turehemu na kutosha Bwana, turehemu na kutusafisha kwa damu yako takatifu iliyomwagika pale msalabani. Tunajiachilia kwako Mungu mwaminifu. Tumesimama kwa habari ya uchumi, tumesimama kwa habari ya afya, tumesimama kwa habari ya nafsi zetu ambazo zimeunganishwa kwenye madhabahu nyingine kupitia sadaka ambazo zimetolewa Mfalme amani, na nyingine tulitoa wenyewe kwa kujua na kwa kutokujua kwenye madhabahu zingine, kwenye miungu mingine Bwana. Lakini leo hii Mungu wa Isaka, tunarudi mbele za uso wako, tunarejea kwenye kiti cha rehema Bwana. Tunaomba uturehemu Mungu, tunaomba utusamehe na kututakasa, tunaomba utuoshe Mfalme amani, tunaomba uturehemu Mungu kwa habari ya nafsi zetu, kwa habari ya miungu ambayo tuliabudu, kwa habari ya madhabahu ambazo tumekuwa tukizitolea sadaka mbalimbali. Mungu tunashuka kwako, Mungu tunanyenyekea mbele za uso wako Bwana. Ninatubu na kuomba rehema, ninatubu na kuomba utakaso Mfalme, ninatubu na kuomba toba Mungu wa rehema, maana ni kweli kabisa tumeabudu kwenye hiyo madhabahu. Ni kweli kabisa Mungu, tumetolea sadaka mbalimbali tukiamini ya kwamba katika madhabahu hizo Bwana tutapata msaada, tutapata kimbilio. Lakini hayo yote Bwana ilikuwa ni njia potofu ambayo tulipita Mfalme amani, na nafsi zetu zimeshikiliwa, nafsi za watoto wetu zimeshikiliwa, nafsi za familia zetu zimeshikiliwa. Mungu tunanyenyekea kwako, tunatubu na kuomba rehema, tunatubu na kuomba toba, tunatubu na kuomba masamaha, maana umesema katika neno lako Samueli wa kwanza 12 ya kwamba Mfalme amani, tukitaka kukurudia Bwana tuache miungu mingine na turudi mbele zako na turejee kwako Mfalme amani, na kutengeneza mioyo yetu mbele za uso wako Bwana. Na sisi tumekuja kwako, tumeacha miungu migeni ambao tuliabudu na baba zetu, ambao tuliabudu na babu zetu, ambao tuliabudu kwenye familia zetu, miungu
miungu migeni ambayo Bwana hata mpaka sasa Mungu kuna watu wanaendelea kuabudu, lakini tumesimama kwa niaba ya taifa, tumesimama kwa niaba ya mtu moja moja, tumesimama kwa niaba ya familia za Tanzania. Mungu tunakuja kwako Mfalme, tunatubia iwe miungu migeni, tunaomba toba na rehema Bwana, tunaomba masamaha Mungu, tunaomba utakaso Bwana, tunatubu mbele za uso wako. Turehemu Mfalme amani, turehemu Mungu, achilia rehema zako kwenye hii familia Bwana, achilia rehema zako Bwana kwenye ardhi ya Tanzania, achilia rehema zako Bwana kwenye nafsi ambazo zimeshikiliwa na roho zenye uhalali kutokana na hizo sadaka ambazo zilitolewa, hizo roho zikapata uhalali wa kushikilia nafsi za Tanzania. Mungu tunanyenyekea kwako, tunatubu na kuomba toba, tunatubu na kuomba rehema, tunatubu na kuomba masamaha, maana hakuna njia nyingine ambayo tunaweza tukatokea isipokuwa kwa njia ya toba Bwana. Nasi tunajua ya kwamba wewe ni Mungu ambaye umejaa rehema, wewe ni Mungu ambaye umejaa masamaha, wewe ni Mungu ambaye hauna hasira juu yetu. Sasa na Hesabu 14:18, Mungu ninaomba Mfalme amani, ukaachilie hizo rehema zako Bwana, ukaachilie kwenye taifa la Tanzania, ukaachilie kwenye familia zetu, ukaachilie juu ya watoto wetu Bwana, ukaachilie juu ya wanandoa Mungu, achilie hizo rehema Mungu, achilie hizo rehema Bwana, hizo rehema zako zikasimame, hizo rehema zako zikasimame, hizo rehema zako zikatutetee, hizo rehema zako Bwana zikasimame kwenye hizo nafsi ambazo zimezuiliwa, ambazo zimeshikiliwa, ambazo Mfalme wa mbingu na nchi tangu akiwa tumboni mwa mama zao wameunganishwa na madhabahu, wameunganishwa ni miungu ya kifamilia kupitia njia ya sadaka, kupitia ibada ambazo ziliwahi kufanyika kwenye familia, zilikuwa zikifanyika kwenye ukoo. Mungu tunanyenyekea kwako, Mungu tunashuka mbele za uso wako, maana ni kweli tumeunganishwa, na sisi tumeunganisha watoto wetu, na sisi tumeunganisha vizazi vyetu, na sisi tumeunganisha familia zetu kwenye hizo madhabahu Bwana kupitia sadaka hizo, nasi tunarejea kwako Mungu, nasi tunashuka kwako, nasi tunarudi kwenye kiti cha rehema, kwenye madhabahu yako Mungu uliye hai. Ninarejea kwako Bwana, ninatubu na kuomba toba, ninatubu na kuomba rehema, ninatubu na kuomba masamaha. Turehemu Mungu mtakatifu, turehemu Mfalme amani, turehemu na kutuosha Bwana, turehemu na kututakasa, turehemu, maana ni kweli kabisa wakati mwingine Bwana tumepeleka watoto wetu kwa waganga wakiwa kwenye matumbo zetu, tukaenda kwa waganga Bwana, tukawaunganisha kwenye hiyo madhabahu, tukaunganisha nafsi zao na tukatolea sadaka. Leo watoto wanateseka, leo watoto wamekuwa mazezeta, elimu hazikai vizuri, afya ziko vizuri. Mungu ninarudi mbele za uso wako Bwana, hatuwezi tukajitetea, hatuwezi tukajihesabia haki. Ni kweli tumefanya yote, ni kweli tumetenda yote Bwana. Turehemu Mungu, tusamehe Bwana, turehemu Mungu wa Israeli, turehemu Bwana wa majeshi. Achilia rehema zako Bwana, achilia masamaha yako Mungu. Tazama familia zetu, tazama taifa letu Bwana, tazama vizazi vyetu Mungu, tazama watoto wetu Bwana, tunawaleta kwenye kiti cha rehema, tunawasogeza kwenye kiti cha rehema, kutokana na madhabahu hizo Bwana, kutokana na hizo ibada, kutokana na hizo sadaka ambazo zilitolewa kwenye familia, kutokana na hizo miungu ambayo tulikuwa tukiabudu, walikuwa wakiabudu baba zetu, na sisi tumeendeleza, na leo watoto wanateseka, na leo uchumi hauko vizuri. Mungu tunanyenyekea kwako, Mungu tunaomba toba, Mungu tunaomba rehema Bwana, maana kuna sadaka inazungumza, kuna sadaka imesimama kwa habari ya uchumi ya familia hii. Kuna sadaka ambayo Bwana imekuwa sababu ya uchumi kutoka vizuri kwenye familia. Kuna sadaka ambayo Bwana imekuwa sababu ya biashara kutoka vizuri kwenye familia. Mungu tunarudi, Mungu tunarejea, Mungu tunarejea, Mungu ninarejea kwako. Achilia rehema Bwana,
Achilia rehema Bwana, achilia rehema Mungu, achilia masamaha Bwana. Maana kuna mwingine Bwana alikozaliwa aliunganishwa na miungu mingine, aliunganishwa na roho za kifamilia, na hata uchumi wake ukaunganishwa kupitia sadaka mbalimbali. Na ndio maana kila anachokifanya afanikiwi, kila anachokitenda akisongi mbele. Mungu ninashuka kwako, Mungu ninarejea kwako. Na wakati mwingine Bwana ametafuta msaada kila mahali, amepita kila kona, hajapata msaada. Kumbe kuna sadaka inazungumza, kuna sadaka inanena, kuna sadaka imesimama kumzuia, kuna sadaka imesimama kumthibiti. Mungu mwenye nguvu na mamlaka zote, ninarejea kwako Bwana, ninashuka kwenye kiti cha rehema, ninarudi kwako Mungu mtakatifu, kwa habari ya uchumi wa Tanzania, kwa habari ya uchumi wa familia hii Bwana. Mungu achilia rehema, Mungu achilia rehema. Mungu tusamehe Bwana, turehemu Mungu. Maana neno lako linasema baba zetu walitenda dhambi na sasa hawapo, lakini sisi tumechukua gonjwa hili Bwana, na sisi tunakiri kwa ajili ya gonjwa hili. Lakini mimi kama Mtanzania sina mipango mingine yoyote zaidi ya kutegemea wewe Mungu. Mimi kama Mtanzania sina mpango wote zaidi ya kukutegemea wewe Mungu. Ushuke wewe Mungu mwenyewe, ushuke wewe Mungu mwenyewe, na kuitetea nchi, na kuitetea nchi, na kumtetea yule mnyonge sana ambaye hana msaada kwa yoyote, ambaye hana msaada kwa yoyote. Mungu umesema tuombe lolote, umesema tuombe lolote, na kwenda kutupatia Mungu. Tunaamini katika wewe, narudia tena, tunaamini katika wewe Kristo Yesu. Bwana tii Mungu, Bwana tii Mungu. Tumejinyenyekesha Mungu, tumejinyenyekesha Mungu sawa sawa na neno lako lisemavyo. Umesema tukinyenyekea utaponya nchi. Tumenyenyekea Mungu, tumenyenyekea Mungu. Hatuna sababu ya kujitetea Mungu, yote tumesababisha sisi, kwa sababu tukisimama katika damu zetu yote haya yasingetokea. Tukisimama katika damu zetu haya yote yasingetokea. Lakini ni wakati wa wewe Mungu kwenda kujitwalia utukufu. Ni wakati wa wewe Mungu kwenda kujitwalia utukufu, kwa sababu tumeonekana si lolote, si chochote, hakuna kitu ambacho tunaweza. Hapo ndipo Mungu tunazidi kusogea kwako Mungu. Tutetee mataifa yakakujua wewe, tutetee Mungu mataifa yakakujua wewe Mungu. Tunatubu kwa ajili ya korona, tunatubu Mungu kwa ajili ya aliyesababisha, tunatubu Mungu kwa ajili ya yule ambaye ni chanzo cha haya yote. Tunatubu Mungu, tunatubu, tunasimama kama ni sisi ndio waanzilishi wa haya yote. Tunatubu Mungu, kwa toba hiyo Mungu tunaamini kabisa Mungu unakwenda kusimama mwenyewe. Simama wewe mwenyewe Mungu, mataifa yakakujue. Simama wewe mwenyewe Mungu, mataifa yakakujue kwamba yupo Mungu anayeponya na si akili za mwanadamu, kwamba yuko Mungu anayeweza wala sio akili za wanasayansi. Kwa sababu kama zingekuwa ni akili zao mpaka sasa isingekuwa ni mahangaiko. Kama ingekuwa ni akili za wanasayansi isingekuwa mpaka sasa ni mahangaiko dunia nzima. Lakini akili zao zimetoka kwako. Akili zao, waamini wasiamini, akili zimetoka kwako Mungu. Na wewe Mungu
ndiye ambaye una majibu. Wewe Mungu ndiye ambaye unafahamu mwanzo wa hili janga na mwisho wa hili janga, na tunaamini kabisa Mungu unakwenda kujitwalia utukufu. Unakwenda kujitwalia utukufu Mungu kutoka Tanzania. Naamini hivyo Mungu, naamini kabisa. Wewe ni Mungu mwenye uweza na mamlaka yote Bwana. Tunakuazimisha, maana tunakiri mbele zako waziwazi ya kwamba hakuna anayeweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu kama haya Mungu. Ni wewe peke yako Bwana tunayekuamini. Ni wewe peke yako Bwana tunayekutegemea. Ni wewe peke yako Bwana tunayekuangalia. Wewe ni Mungu, wewe ni usiyeshindwa, wewe ni Alfa ni Omega. Wewe ni Mungu uliyetuumba kwa uweza wa kipekee, kwa mamlaka ya kipekee, kwa nguvu za ajabu sana. Hakika Mungu tunakuazimisha, maana tunatambua ya kwamba kwa sababu tumekukimbilia wewe Mungu, hakuna jambo usiloliweza, hakuna jambo lililogumu kwako. Wewe unaweza mambo yote, wewe unafanya mambo yote, wewe unafanya kila kitu Mungu, maana umetuumba wewe. Dunia iko mikononi mwako Baba. Umeichora katika viganja vya mikono yako Mungu. Unaona mwanzo wa dunia, unaona mwisho wa dunia, unaona tunapotoka sasa, unaona hali tulionayo sasa, unaona hata tunapokwenda Mungu. Ndio maana tunakiri mbele zako Watanzania wote Mungu, jamii nzima ya Tanzania, wanawake na wanaume, tumekugeukia wewe, maana tumetambua ya kwamba hakuna mahali pengine popote tunapoweza kupata msaada, tunapoweza kupata uponyaji. Ni kwako wewe Mungu. Ni kwako Jehova Nisi, ni kwako Elishadai, ni kwako Mungu muweza wa yote, ni kwako Mungu uliyetuumba kwa mfano wa sura yako, bila kutumia malighafi aina yoyote, ukatupulizia pumzi yako, tukafanyika kuwa nafsi iliyo hai Baba, tukafanana na wewe. Ukasema sisi ni miungu, wewe ndio msaada wetu Bwana. Wakati kama huu, majira kama haya, saa kama hii Mungu tumetambua, ndio maana tumegeuka kwako. Watoto wako tumekuja Baba, tumekuja kwako. Ona taifa letu lilivyo Mungu, ona tulivyopigwa na magonjwa Jehova. Ona hakuna mahali tunapoweza kukimbilia, ona hakuna mahali tunapoweza kupata msaada Baba. Tunakuomba utusamee Mungu, tunatubu mbele zako Bwana. Ona tulivyoharibiwa Mungu, ona tulivyopigwa na mateso na shida mbalimbali, ona njaa inavyotuzunguka, ona majanga mbalimbali Mungu ambaye ametupata kwa sababu tu ya kuacha kuzishika sheria zako, kwa sababu tu ya kuacha kuyashika maagizo yako. Ndio maana tumepatikana na mabaya haya Mungu, ndio maana tumepatikana na mabaya haya Bwana. Baba, tunanyenyekea miguuni pako, tunakuomba utusamee Mungu, tunakuomba ututakase Baba, tunakuomba utuhurumie Mungu, maana ulitupenda upendo wa ajabu hata ukamtoa mwanao wa pekee Mungu, akafa juu ya mtu wa msalaba Bwana, ili kutukomboa sisi, ili kutusamee Bwana, ili kututoa mautini na kutuleta uzimani. Ndio maana tumekuja kwako Mungu. Tuende kwa nani Bwana? Tukimbilie wapi Mungu tuepukane na ghadhabu hii? Tukimbilie wapi Mungu tuepukane na hasira hii? Tukimbilie wapi tuepukane na korona? Tukimbilie wapi Mungu? Tuende wapi? Tuende wapi? Watanzania waende wapi Mungu? Tuende wapi Bwana? Hakika tumetambua hatuna mahali tunapoweza kwenda, ndio maana tumerudi kwako Jehova, ndio maana tunalalama mbele zako Mungu, ndio maana tunakuita mchana wa leo Baba. Tumejitoa kwako kama sadaka, tumerudi kwako kwa mioyo ya toba Baba. Tunalalama mbele zako, tunakuomba utusamee Mungu, tunajutia maovu yetu Bwana, tunatubia dhambi zetu
tulivyozifanya Mungu mtakatifu, tunatubu na kuungama mbele zako Bwana. Tunakuomba utusamee Mungu, tunakuomba uturehemu, tunakuomba ututakase mfalme wa falme. Samehe Mungu mtakatifu, samehe maovu haya Bwana, samehe uzinzi na uasherati unaotendeka waziwazi wakati wote Mungu. Samehe ibada za sanamu zinazofanyika waziwazi Mungu. Samehe uchawi na ushirikina unaoendelea waziwazi Bwana. Baba, tunatubu mbele zako Mungu. Samehe Bwana, maana ni kweli tumefanya, hatuna namna ya kujitetea mbele zako, maana wewe ni Mungu usiyefichwa na kitu chochote. Wewe ni Mungu unayeona maovu yetu yako wazi wazi mbele zako Mungu. Maovu yetu yako wazi wazi mbele zako, hatuna hata moja tunaloweza kukuficha, mfalme wa mbingu na nchi. Ni kweli tumefanya uovu, ni kweli tumefanya machukizo mengi, ni kweli tumeziabudu sanamu na kuzitumikia Mungu. Ni kweli Baba, tumefanya machukizo, tumefanya tamaduni zao Mungu, tumeabudu makaburi, tumetoa sadaka kwenye makaburi Mungu, tukaacha kukupa wewe sadaka, tukaipa miungu, na hata wakati mwingine tukaitukuza ile miungu. Baba, tumetambua kwamba tumekosa mbele zako Mungu na mbele za dunia nzima Baba, na ndio maana tumepatikana na maovu haya, ndio maana tumepatikana na machukizo haya, ndio maana tumepigwa na ghadhabu yako. Mungu, tunanyenyekea kwako, tunakuomba utusamee Jehova, tunakuomba ututakase Mungu. Samehe Bwana wa majeshi, tusamee Mungu, tunaangamia, tusamee Mungu, tunaangamia. Baba, tuhurumie, utuokoe Baba, tuhurumie, utuokoe Baba, tuhurumie mfalme wa falme, tuhurumie Bwana. Tunaomba neema ya kusamehewa na wewe Mungu, tunaomba neema ya kuhurumiwa na wewe Bwana. Katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema Mungu mtakatifu, kumbuka rehema Bwana juu ya taifa letu Mungu, juu ya magonjwa haya ambayo yametupiga Bwana, juu ya uchumi wetu Mungu mtakatifu. Kumbuka rehema Bwana, ukaghairi mabaya haya Mungu mtakatifu, ukaghairi mabaya Mungu mwenye enzi yote na mamlaka yote. Utuhurumie tena Bwana, maana imeandikwa wewe ni mwingi wa rehema na huruma nyingi. Wewe si mwepesi wa hasira Bwana, ni mwingi wa rehema Mungu mtakatifu, ni mwingi wa rehema Bwana, ni mwingi wa rehema Mungu. Wa Tanzania tunakulilia wewe, wa Tanzania tunaomboleza, wa Tanzania tunaomboleza Mungu. Baba, tunalia kwako Baba, tunalia kwako. Sikia kilio chetu Bwana, sikia kilio chetu Bwana, sikia kilio cha Watanzania Mungu, sikia kilio Bwana Mungu. Ukatukumbuke kama ulivyolikumbuka taifa lako takatifu la Israeli lilipokuwa utumwani Bwana. Walikulilia Mungu, walikulilia Bwana, na wewe ulisikia sauti yao, ulisikia kilio chao Mungu, ukasamee maovu, ukasamee Bwana, ukalitoa taifa lile utumwani. Mungu wa mbingu na nchi, na sisi leo tunakulilia wewe Mungu, tunakulilia Baba mwenye enzi na mamlaka yote, tunakulilia Mungu wa milele yote Bwana. Tunalia kwako Mungu, maana tunatambua ya kwamba wewe tu ndio unayeweza kutusaidia, wewe tu ndio unayeweza kutuponya na janga hili, wewe tu ndio unayeweza kuponya uchumi wa Tanzania usitikisike kipindi kama hiki Bwana. Wewe tu ndio unayeweza kututoa katika madhabahu za sadaka mbaya ambazo zilitushikilia, mioyo yetu ikageuka, ikaacha kukuabudu wewe Mungu wa kweli, ikaabudu miungu. Baba, ni wewe ndio unayeweza kututoa mahali hapa Mungu, hatuna mwingine anayeweza kututoa Baba. Ndio maana tuko mbele zako mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye enzi yote, Mungu uliyejaa upendo na fadhili nyingi Baba. Tuko mbele zako Mungu, tuko mbele zako Jehova, tunalia kwako Mungu, maana hakuna mahali pengine unapoweza kupatikana msaada wa kweli
zaidi yako wewe uliye Mungu wa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunakuja mbele zako Bwana wa Tanzania, tukinyenyekea kwako Bwana, tukishuka mbele ya kiti chako kilichojaa rehema na rehema Bwana. Neno lako kwenye Isaya ile sura ya 1 inasema jiosheni, jitakaseni Bwana, nasi tumekuja kujitakasa na kujiosha Bwana. Ulisema japokuwa dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, utatusamehe mfalme amani. Na ndio maana tumekuja mbele zako Bwana, ndio maana tumekuja kunyenyekea mbele zako wa Tanzania. Tumekutenda dhambi Bwana, tumetenda maasi mbele zako Mungu. Tunakuja kwako Bwana, tunanyenyekea mbele ya uso wako, tunaanguka magotini pako Bwana. Ulisema tubuni basi mrejee, nasi tumekuja kutubu kwako. Yapo mambo mengi tumeyafanya ndani ya familia, ndani ya koo zetu Bwana. Tumetenda mambo yasiyokupendeza, tumeenda kwa waganga, tumeabudu miungu wengine, tumetoa sadaka zetu kwa miungu wengine Bwana, tukakuacha wewe Mungu wa pekee wa kweli. Ndio maana tumekuja kwako na kurudi. Ulisema rudini enyi waasi, nasi tumerudia watoto wako Bwana tuliotenda dhambi. Mungu, tunanyenyekea kwako kabisa. Tumeona tuje kwako ndipo kuna jibu, tumeona tube kwako ili uturehemu, tumeona tuje kwako ili utusamehe Bwana. Tunashuka wa Tanzania, tunashuka mbele ya kiti chako kilichojaa rehema na rehema Bwana. Ninakuja kwako sasa na kitabu cha Nyakati wa Pili ile sura ya 7:14 inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kutubu na kuomba, nitasikia na kusamehe nchi yao. Tumekuja kwako Bwana tukilibeba taifa la Tanzania. Tumetenda maovu mbele zako, hatustahili mbele zako Bwana. Ndio maana tumeshuka kwako kuomba toba na rehema, ndio maana tumeshuka kwako kuomboleza. Hata pale Yona alipokuwa mkaidi Bwana, ulimpa adhabu, na Watanzania tumekuwa wakaidi, tumeenda kwa waganga, tumewatoa watoto wetu sadaka kwa miungu, tumewatoa ndugu zetu kafara kwa ajili ya mali. Yesu, tunakuja kwako, tunaomba uturehemu. Sikia vilio vya Watanzania, sikia maombi tuomba mahali hapa Bwana. Neno lako kwenye Zaburi ya 34 sura ya 19, mateso ya mwenye haki lakini mengi umponya nayo. Watanzania tunapita kwenye mapito. Tazama hata janga la korona limetupiga kwa sababu ya maovu tuliyoyatenda, kwa sababu tulikuacha Mungu wa pekee wa kweli. Imeelekea hata watoto wetu kurudi majumbani, hawaendi tena shule. Baba
katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo, tunaendelea kuja kwako kwa toba na rehema Bwana. Tunaomba rehema sawa sawa na kitabu cha Yoeli 2 ule mstari wa 17. Umesema nao makuhani wahudumu wangu walie mbele ya madhabahu yangu patakatifu. Katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo, nasi tunasogea kwako kama makuhani, nasi tunasogea kwako kama wahudumu, nasi tunasogea kwako watumishi wako, tunalia mbele ya patakatifu pako Bwana. Katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo, tunasogea kwa toba na rehema Bwana. Tunaombolezea kila uovu na kila dhambi yoyote Bwana ambayo imeonekana mbele ya kiti chako cha rehema Bwana. Tunashuka kwako kwa toba. Tunaomba uturehemu kama kanisa, tunaomba uturehemu kama watumishi wako, kama mitume wako, manabii wako, wainjilisti, wachungaji Bwana. Tunashuka kwako kwa toba. Tunaomba rehema na neema Bwana. Tunaomba uturehemu tena Bwana kama kanisa Bwana. Mabaya yametupata, hata hivyo hatukumuomba Mungu aturehemu. Nasi siku ya leo Bwana, tarehe ya leo, tunashuka kwenye madhabahu yako ya rehema na rehema, tukikutaka fadhili Bwana, uturehemu sisi kama kanisa. Tunashuka kwako kwa toba. Mungu, umesema ni nani atakayesimama katika mlima wako mtakatifu? Tunashuka kwa toba. Tunaomba rehema Bwana kama makuhani wako. Umesema na wahudumu walie mbele ya madhabahu yako. Nasi tumekuja kwako kwa toba. Nasi tumekuja kwako kwa toba. Tunaomba uturehemu Bwana. Tunaomba utusamehe kama kanisa Bwana, kama mtu mmoja mmoja, kama taifa la Tanzania Bwana. Tunashuka kwa toba. Rehemu Bwana, achilia rehema. Mungu turehemu, Baba turehemu. Turehemu tena Bwana. Mambo ya Nyakati wa 2 7:14 umesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuacha dhambi, Mungu utasikia maombi nawe utasamehe Bwana. Samehe, samehe Tanzania, samehe Tanzania Bwana, samehe taifa la Tanzania, samehe kanisa la Tanzania, samehe makuhani, samehe manabii, samehe mitume, samehe wainjilisti, samehe wachungaji Bwana. Tusamehe, turehemu tena. Tunasogea kwa toba na rehema. Tunaomba uturehemu Bwana. Ni kweli tumeacha sheria zako, ni kweli tumevunja agano lako uliloagana na sisi Bwana. Hatukulishika agano, hatukushika makubaliano ulioagana na sisi kama makuhani, sisi ambao Bwana tunalibeba sanduku lako la agano Bwana. Tumelivunja agano, tumeacha sheria zako Mungu. Tunaomba achilia rehema Baba, achilia rehema. Ni nani atakayesimama katika mlima wako mtakatifu? Umesema ni mtu aliyepondeka, anyenyekeaye, atetemekaye, alisikiapo neno lako Bwana. Tunashuka Baba, tunashuka Baba, tunashuka. Turehemu tena Bwana. Tunashuka kwako Yesu. Turehemu tena Bwana. Turehemu tena Bwana. Tunashuka kwako. Achilia rehema, achilia masamaha Bwana.
Oriama Santa Otaramosinterraite. Ni nani atakayesimama aliye mbele zako? Umesema ni makuhani na wahudumu walie, nasi tumekuja kama wahudumu wako mbele ya madhabahu ya rehema. Bwana, tunakuomba rehema, tunakuomba masamaha, uturehemu Bwana. Tusamehe tena kama kanisa, turehemu tena kama kanisa, turehemu tena kama mtu mmoja mmoja, turehemu tena kama Tanzania. Umesema Tanzania ni madhabahu yako. Umesema Tanzania ni mahali pa kuweka miguu yako. Hata ulipotaka kushuka, bado Tanzania hatujawa watakatifu Bwana. Baba tusamehe, Baba turehemu, Baba tutakase kwa damu ya mwana kondoo, tuoshe kama kanisa. Maana ulisema ukishuka utakuja kulichukua kanisa lisilokuwa na maua wala kunyanzi. Baba tusamehe, Baba turehemu tena Bwana. Baba turehemu, achilia rehema na rehema, achilia rehema. Oh, kama kanisa tunasogea kwako sawa sawa na Matendo 3:19. Umesema tubuni basi mreje, tubuni mreje, tubuni mreje, tubuni mreje. Umesema makuhani tutubu, makuhani tutubu, makuhani tulie mbele ya patakatifu, wachungaji tulie, mitume tulie, wainjilisti tutubu. Sipate kuja nyakati. Hata sasa hakuna nyakati za kuburudishwa kwa sababu ya uovu umeonekana mbele ya kanisa la Tanzania. Baba samehe, Baba samehe, Baba samehe, Baba samehe. Achilia rehema, achilia masamaha, achilia rehema, achilia masamaha, achilia rehema, rehema, rehema Bwana, rehema kwa kanisa, rehema. Oriama Santa, Baba yangu tusamehe, usituhesabie hatia Bwana. Wewe ni Mungu ushikaye maagano na rehema Bwana, kuanzia kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Tunashuka kwako kwa toba. Baba tusamehe. Ulisema neno lako linasema lililofungwa mbinguni limefungwa na duniani limefungwa. Tunaenda kufunga huo ugonjwa sasa. Tunafunga kwa minyororo ya chuma. Hautainuka tena Tanzania, hautainuka tena kwenye mikoa mingine. Baba, tunaendelea kusogea mbele zako. Baba, ninaendelea kulia mbele zako Bwana. Ulisema utalia na watakaolia. Watoto wako tunaomboleza mahali hapa. Usinyamaze kwa habari yetu, usinyamaze kwa habari ya watoto wetu Baba. Tumeona tuje kwako, tumeona tuje tukueleze kwa sababu unasikia. Yesu, tunashuka kwako. Usinyamaze Jehova Nisi, usinyamaze mfalme wa amani Jehova. Yako mambo mengi tuliyotenda yasiyokupendeza, yako mambo yaliyokuchukiza, yako mambo mengi watoto wako tumefanya. Tumewatoa ndugu zetu kafara, tumemwaga damu zisizokuwa na hatia. Ukiangalia ardhi ya Tanzania damu zimetapakaa, na ndio maana umeghadhirika Bwana. Kitabu cha Mwanzo pale Kaini
zinakulilia kwenye ardhi. Baba turehemu, Baba tusamehe pale tuliporuhusu ndoa za jinsia moja ndani ya kanisa, wanaume kwa wanaume wanaoana, wanawake kwa wanawake wanaoana. Baba turehemu, wanaume wanatoga hata masikio, wanaume wanasuka nywele, ikiwa ni machukizo mbele zako Baba. Katikati ya ghadhabu yako kumbuka rehema juu ya taifa hili. Usiangalia yote Baba aliyotendeka. Ulisema unamwangalia mtu mmoja atakayesimama, nasi wa Tanzania tukiwa kama tumekuja kwako, tumekuja kwako ili uturehemu, tumekuja kwako ili uponye nchi yetu. Baba tuende kwa nani? Tumeona tuje kwako, nimeona nikukimbilie wewe mchana wa leo. Baba usinyamaze, gairi ghadhabu yako juu ya taifa hili Bwana. Samehe kila mmoja, samehe kosa yetu Bwana, pale walipoenda pasipo kupendeza wewe, pale walipoenda katika njia zisizokupendeza wewe. Yesu, tumewatoa hata ndugu zetu Freemason kwa ajili ya kupata mali. Tumewatoa ndugu zetu na nafsi zao ili tupate mali Jehova nisi, na nafsi hizo zinakulilia, na nafsi hizo zinalia mbele zako Jehova. Baba ninakuja kwako, Baba ninanyenyekea kwako, Baba ninashuka kwako Jehova. Usinyamaze kwa habari ya taifa hili, usinyamaze kwa habari ya watawala wanaotutawala. Baba tunanyenyekea kwako, Baba tunaendelea kushuka mbele zako Bwana. Yesu, tazama watoto wako tunaangamia sasa. Na kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 2 mstari wa 3 Bwana, tulipozunguka na matatizo tatosha, tulipozunguka na uchumi wa Tanzania bila faida ya tosha, tulipozunguka na magonjwa ya corona na magonjwa ya kensa na magonjwa yasiyokuwa na tiba ya tosha Baba. Yesu ninakuja kwako, Yesu ninakuja kwako, usinyamaze. Watoto wako walipokulilia ukunyamaza, watoto wako walipokuita ukunyamaza Baba.